Zaza kilishuhudiwa kwenye bunge la kaunti ya Busia wakati mwakilishi wadi wa Marachi ya Kati Shadrack Masinde alipowasilisha mswada wa kumtimua afisa mkuu wa fedha Gibson Wafula na waziri wa fedha Topista Wanyama kwa madai ya ubadhirifu wa fedha kwenye kaunti hiyo. Anaarifu mwanahabari wetu Moses Wanjala. Ndio ilikuwa taswira kamili ndani ya majengo ya bunge la kaunti ya Busia pale mswada wa kubandua afisa mkuu wa fedha wa kaunti hiyo na waziri wa fedha ulipowasilishwa. Wawili hao wakituhumiwa kwa ubadhirifu wa fedha na matumizi mabaya ya afisi kinyume na katiba ya Kenya. Kwenye mswada wake, mwakilishi wadi huyo ameorodesha sababu za kuondoa wawili hao. Baadhi yazo ni ubadhirifu wa fedha za kaunti ya Busia kwa miaka mitatu, utekelezaji wa miradi bila idhini na madeni ya malimbikizi, kushindwa kutimiza malengo ya mapato ya kaunti, uzembe wa kukosa uwezo wa kifedha na matumizi mabaya ya afisi. Kwa siku za hivi karibuni, kaunti ya Busia imekosolewa kutokana na madai ya visa vya ufisadi, ikiwemo hatua ya kaunti hiyo kutenga milioni 200 kwa minajili ya kununua uwanja wa Malabo ekari 2.2 ambalo tayari ni mali ya umma, na kupelekea tume ya kupambana na ufisadi EACC kuanzisha uchunguzi. Moses Wanjala, NTV.